Mheshimiwa mgeni rasmi, kaimu mkurugenzi wa halmashauri Nesmo Motorcycle, afisa michezo, kaimu afisa elimu, walimu wa michezo tulioko hapa, wanafunzi na wanamichezo wote, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tulivyopata utangulizi, leo ni siku ya uzinduzi wa michezo ya UMISETA kwa ngazi ya halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Kama tulivyoambiwa kwamba kwa leo mkusanyiko huu unaunganisha shule 10 za klasta ya Kigonsera, katika maana ya kwamba shule ya sekondari Kigonsera High School, Kigonsera Catechist, Kampala, Mbinga Girls, Kiamili, Mkako, Akilimali, Likonde, Litetema pamoja na Mdeme. Nipende kuwashukuru sana wanamichezo wote kwa namna mlivyoweza kushiriki katika zoezi hili la michezo, katika zoezi la kuandaa timu ambayo itaenda kutengeneza timu ya halmashauri na then tuweze kwenda kuwakilisha katika zoezi la UMISETA ngazi ya mkoa. Niwashukuru pia walimu kwa namna tulivyoandaa vijana katika kuendeleza zoezi hili na kuhakikisha kwamba tunawapata wachezaji mahiri ambao wataenda kuungana na wachezaji kutoka klasta nyingine za halmashauri ya Mbinga ili kutengeneza timu ya halmashauri ambayo itaenda kutuwakilisha katika ngazi ya mkoa. Kwa nafasi hii ya pekee ni ukaribishe afisa michezo ili uweze kufanya utambulisho. Karibu sana. Asante sana. Makofi mengi sana kwa mama. Mama amependeza, hajapendeza? Mama amependeza, hajapendeza? Makofi mengi sana kwake. Basi na bila kupoteza muda, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwake kama mwenyekiti wa cluster ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa sana katika kutuorganize kwa maana ya walimu wa michezo, wakuu wa shule pamoja na uongozi wa halmashauri. Kwa kweli mashindano ya cluster ya Kigonsera yamefana sana. Tumezunguka kwenye cluster zingine lakini Kigonsera kwa kweli mmefunika, mjipongeze. Basi bila kupoteza muda, na mimi jukumu langu kubwa hapa ni kutoa utambulisho na kutoa taarifa fupi ya mashindano yetu. Naomba nitambue uwepo wa wanafunzi kutoka Mdeme Sekondari pamoja na Litetema ambao waliomba udhuru wa kuondoka mapema. Tuwapigie makofi lakini kwa kuhudhuria kwao. Lakini pia tunao wanafunzi kutoka nitasoma kwa magrupu haraka kwa sababu ya muda. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa wanafunzi kutoka Akilimali, Likonde na Mkako. Mwapigie makofi. Asante, nashukuru sana. Lakini pia naomba tutambue uwepo wa wanafunzi kutoka Mbinga Girls, Kiamiri na Kampala Junior. Asante, nashukuru sana. Lakini pia naomba tutambue uwepo wa wanafunzi kutoka Kigonsera Catechist na Kigonsera High School. Asante sana. Lakini pia tulikuwa na walimu kutoka tulikuwa na wanafunzi kutoka Mbinga Boys. Tuwapigie makofi nao pia waliomba kutangulia kwa sababu ya umbali. Mbinga Boys kwa niaba. Asante. Lakini pia kwa nafasi ya pekee pia naomba nitambue uwepo wa walimu wetu wa michezo. Naomba wapungie mikono wote kwa ujumla kwa nafasi zao, walimu wa michezo. Asante sana. Lakini pia katika kusanyiko hili pia tunao wakuu wa shule. Tafadhali mlipo wakuu wa shule na wapungie mikono vijana wetu. Asante sana. Lakini pia tunatarajia tuwe na maafisa mkata kidogo wana changamoto, lakini pia
Katika ofisi yetu sisi ya halmashauri tunao viongozi ambao wamekuja kushiriki nasi kwa kutambua zoezi hili kubwa kabisa. Tunaye afisa taaluma ambaye yeye jukumu lake kubwa na zito ni kuhakikisha kwamba vijana wetu wote wanapata division 1 na 2 na 3 chache sana. Si ndio? Yaani form 4 tunategemea wapate division 1, 2 na 3 chache. Lakini kwa form 6 tunataka tupate 1 na 2 basi. Si ndio? Basi naomba nimkaribishe afisa taaluma awasalimie. Michezo safi. Kata ya Kigonsera safi. Bila kupoteza muda, mkurugenzi, naomba nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza wanafunzi wangu wazuri sana kwa kushiriki michezo hii kwa klasa hii ya Kigonsera. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwapongeza walimu, tukiwa na jukumu kubwa la kusimamia taaluma, lakini tumebeba jukumu hili la kusimamia michezo kwa wanafunzi wetu, tukiamini kama taaluma inaenda sambamba na michezo. Niwashukuru sana walimu. Bila kupoteza muda, wanafunzi wangu wazuri, niwahakikishie kwamba ukifanya vizuri kwenye michezo is very likely ukafanya vizuri kwenye taaluma. Kwa hiyo tuondoke na hili, taaluma iende sambamba, michezo iende sambamba na taaluma. Asanteni sana. Asante sana kwa afisa elimu taaluma anaitwa Madam Mwajuma Kiruvia. Makofi mengi sana kwa Madam Kiruvia. Lakini pia tunaye kaimu afisa elimu, karibu sana. Huyu bwana ni mzee wa mathematics. Karibu sana mzee wa mathematics. Wanaopenda UMISETA wanyoshe mikono. Wanaopenda UMISETA wote wanyoshe mikono. Nashukuru sana. Bila shaka wote mnapenda UMISETA. Nashukuru sana. Kwa jina naitwa Mwalimu Onesimo Kidimba, kama alivyonitambulisha afisa michezo, mimi ni mwalimu wa hesabu. Ameshataja na amemaliza moja kwa moja. Kwa hiyo kama mnacheza vizuri, maana yake hesabu zinapanda. Nimeona wenzangu wa Kigonsera kati mnalisakata football pale, ni dhahiri kabisa hesabu mnaweza. Kwa sababu namna mlivyokuwa mnapiga pasi zenu, kwa kweli mimi nimewaelewa na nimewapenda sana. Tutambue kwamba kama tunatekeleza michezo sawa sawa na tunapenda michezo, basi na taaluma vile vile lazima itakwenda. Mmeona vijana hapa ambao walikuwa wanapita wana dance kwa kutumia hesabu, wa dance kutumia historia hapa, ndugu zangu. Asanteni sana. Makofi mengi kwa mwana hisabati jamani. Basi mimi sipoteze muda sana. Lakini pia leo hii nilikuwa najiuliza wakati mchezo unaendelea hapa. Mwenyekiti wa cluster ni mama mkuu wa shule Mbinga Girls. Lakini pia mheshimiwa rais wetu jamani ni nani jamani? Si ndio Lakini cha kushangaza wakati napiga simu kule wilayani kuomba muamuzi tuje kuchezeshwa hapo, tukashangaa muamuzi akawa ni dada. Nikasema ataweza kweli kuchezesha kuanzia asubuhi mpaka jioni? Lakini simeona shughuli yake. Anaweza hawezi? Basi naomba wapungie mikono. Ndio muamuzi yuko hapa. Tunakushukuru sana kwa uamuzi wako uliotukuka, kwa kweli vijana wamefurahi. Kwa hiyo naamini na sisi pia next time tutapata waamuzi wengi sana. Lakini pia naomba sasa nitoe taratibu jinsi zilivyo. Tunazo cluster 8 kwenye halmashauri ya Mbinga ambazo zina mikusanyiko kama hii. Na tulianza cluster ya Maguu, tukaenda cluster ya Mikaranga, tukaenda cluster ya Litembo, tukaenda cluster ya Mkumbi. Leo hii tuko cluster hii ya Kigonsera, kesho tutakuwa cluster ya Rwanda, baadaye tutakwenda cluster ya Nyoni, tutamalizana na cluster ya Matiri. Kwa hiyo kutakuwa na mikusanyiko kama hii. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba mtakapokuwa mnacheza, sisi jukumu letu kubwa ni kuchagua wachezaji. Kwa hiyo kwa mtadha huo, naomba pia niwatambulishe kwenu waratibu wetu wa michezo ambao hawa wanahusika kiwango kikubwa kabisa katika selection ya wachezaji. Naomba nitambue mratibu kutoka shule sekondari ya Gati, Mwalimu Shabani, popote ulipo kwa sababu ya muda, sawa upungie mkono. Wewe ni Mwalimu Shabani. Sawa. Lakini pia tunaye mratibu Madam Mary, popote ulipo. Asante sana. Kutoka Nyoni sekondari. Lakini pia tunao waratibu ambao mko nao hapa. Hata Mr. Pagasu popote ulipo pia ni mratibu wetu.
Yasu? Asante, nashukuru sana. Hawa wanatusaidia sana. Lakini pia tunaye mzee wa nota. Yeye ni mtaalamu wa nota. Kuna vidude vinachorwa tu kwenye makaratasi, alafu baadaye unavitafsiri kuwa maneno. Mimi hata sielewagi. Mtaalamu wa nota popote ulipo. Ametoka Mwalimu Amos Mapunda kutoka Luli Sekondari. Lakini pia ninaye mratibu msaidizi mwandamizi kutoka Mkumbi Sekondari, Mr. Kabuje. Mr. Kabuje. Asante sana. Lakini pia tunaye mratibu wetu namba 1 ambaye yupo amesema pamoja na kwamba vijana wake wapo wana perform, lakini akasema hapana, siwezi kuacha. Mratibu wetu yupo mwandamizi Madam Esther Toruka, popote ulipo wasaidie wako. Asante sana. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi na mkurugenzi, hiyo ndio timu ambayo itakuchagulia timu ya wilaya ambayo itakuja kuweka kambi hapa Kigonsera tarehe 4. Mara baada ya kambi hiyo tutakwenda kwenye mashindano ya mkoa kule tarehe 9 mpaka tarehe 13 ambayo yatafanyika pale katika viwanja vya chuo cha ualimu Songea, kwa maana ya Matugoro, wengi wamezoea. Mara baada ya hapo timu ya mkoa itachaguliwa. Baada ya timu ya mkoa kuchaguliwa, timu hiyo itakwenda kwenye mashindano ya taifa ambayo yatafanyika mkoani Iringa mwaka huu kuanzia tarehe 18 mwezi wa 6 mpaka tarehe 30. Kwa wale ambao watachaguliwa hapa, tutakwenda nao kwenye mashindano ya mkoa. Mara baada ya mashindano ya mkoa kuisha, watachaguliwa tena wachezaji, watakaa kambi, watakwenda kwenye mashindano Iringa. Wangapi wanatamani kwenda Iringa? Wote? Basi naamini hayo ni mambo ambayo yatatokea baadaye. Sasa kabla mimi ya kuacha kuongea hapa, tunao wadhamini wetu. Wadhamini hawa naomba ndugu zangu kwanza tuwapigie makofi. Tuwapigie makofi wadhamini. Sisi kama halmashauri tumeona tuna changamoto nyingi sana za kuendesha shughuli za michezo. Lakini tukakaa chini tukafikiria tukasema sasa tunafanyaje? Tukawapata wadau ambao tuliomba wadau wengi, lakini ambao walikuwa na moyo wa dhati na kabisa na kujitolea. Tulipata hawa ndugu zetu ambao ni Onesmo Motorcycle pamoja na GMS. Huyu ni kiongozi ambaye ni mtaalamu katika masuala mazima ya uuzaji wa mafuta. Kuna vituo vya mafuta, yeye ni muuzaji wa mafuta. Kwa wale ambao wanaenda safari za Mbinga hapa wataona kuna sheri karibu na Mbinga, lakini pia kuna sheri nyingine iko pale Songea inaitwa GMS. Naona mtangazaji baadaye pale alijisahau akawa anasema GSM. Tafadhali. Sio GSM, ni GMS. Tuwapigie makofi wadhamini wetu. Wadhamini wetu hawa sasa nitawapa fursa ya kuweza kuongea nasi japo kwa dakika kadhaa, wote wawili kwa jinsi walivyo, na watatambulisha watu ambao wamepatana nao. Mara baada ya hapo nitaomba sasa, nitamkaribisha mkurugenzi wetu naye aweze kuongea nasi. Lakini mwisho kwa neno la shukrani kwa kutambua mchango huu, tutamwomba mkuu wa shule ya Kigonsera aweze kutoa neno la shukrani. Sawa? Basi naomba bila nakaribisha wadhamini wetu waweze kuongea nasi. Lakini mimi kwa dhati kabisa hawa viongozi na washukuru sana. Karibuni sana. Makofi. Asante sana, nashukuru kwa nafasi hii ya pekee. Michezo hoi! Michezo safi! Asante sana. Nipo hapa kwa niaba ya kampuni ya GMS, kwa niaba ya mkurugenzi wa kampuni Mr. George Abraham Walongo. Lakini pia nimeambatana na mabalozi wenzangu. Na mimi simame. Sisi ni mabalozi wa kampuni ya GMS. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuweka udhamini kwenye hii shughuli ya michezo. Kampuni yetu ni kampuni ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali, ikiwemo kama alivyoongea kiongozi hapo kwamba jambo la kwanza, sisi tunajihusisha na biashara za vituo vya mafuta. Tuna kituo cha mafuta pale Mbinga mjini, maeneo ya Lusaka, lakini pia tuna kituo cha mafuta Songea, maeneo ya Mlilayoyo. Kwa watu wanaosafiri watakuwa wameona hivyo vituo vya mafuta. Karibuni sana.
Lakini pia kampuni yetu ya GMS inajihusisha na uuzaji wa spare za pikipiki, spare za bajaji, guta. Ukifika Songea karibu na eneo la Jimboni au karibu na gorofa mpya la Spafeo, maduka yetu yako pale. Karibuni sana. Lakini pia tuna bidhaa mpya ya betri. Tunaingiza betri kwa jina la GMS. Tuna betri zetu ambazo tumeanza safari hii kuziuza. Ni bidhaa mpya kabisa ambayo imeingia sokoni. Kwa hiyo pia ni bidhaa ambayo tunajihusisha nayo. Karibuni sana. Kampuni ya GMS inaunga mkono jitihada za serikali za kuhakikisha kwamba michezo inakuwa kuanzia ngazi za mashuleni na taifa kwa ujumla, kwa sababu tunaamini kwamba michezo inaimarisha uwezo wa afya ya akili, lakini pia kupitia michezo tunaibua vipaji mbalimbali, inajenga mahusiano kama hivi tuko shule nyingi, si ndio? Kwa hiyo kupitia michezo tumeona ni fursa. Pia michezo inatoa fursa za ajira. Sote mnajua kwamba kuna watu wanacheza mpira wanalipa fedha nyingi. Kwa hiyo walianza kwenye ngazi hizi za shuleni. Kwa hiyo kampuni inatambua jitihada za sekta ya michezo kuanzia ngazi za chini taifa kwa ujumla. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuweza kupewa nafasi ya kuwepo mahali hapa na kuweza kudhamini hii shughuli nzima ya michezo. Tuko pamoja na ndugu yetu Onesmo. Tunatoa shukrani za dhati na asanteni sana. Jamani, makofi ya tosha. Sawa? Asante sana. Basi nashukuru sana. Asante sana DJ. Asante sana DJ. Na basi tumkaribishe ndugu yetu Mr. Onesmo naye aweze kuongea nasi. Karibu sana. Kuna wengine wana uhakika wanapozungumza Iringa, najua mimi hapa sitoboi. Sasa wewe jiamini kama unaenda Iringa. Michezo safi. Ndugu zangu, mimi cha kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuweka kwa wazima. Lakini cha pili nimtambulisha ambaye nimetembea naye, msaidizi wangu wa ofisi yangu ya afisa masoko mkoa wa Ruvuma, lakini kwa mkoa wote wa mkoa Ruvuma, lakini na Tanzania nzima, kwa sababu kampuni hii ipo mikoa yote ya Tanzania. Tunauza pikipiki, maguta, bajaji, kila mkoa utakapokuwepo tupo. Anaitwa Mr. Nyenza ambaye sasa hivi ananipigia picha, baadaye nitume kwenye grupu. Mnamuona mambo. Lakini cha pili, mimi ni washukuru walimu kwa kazi ngumu mnayoifanya. Haya mambo walianza waliokuwepo, wamewafanya nyinyi na nyinyi mnafanya, na ndio maana kazi ya Tanzania unasema kwamba ulichopewa na umpe mwenzako. Kazi mnayofanya kwa watoto hawa ni ngumu, mimi nafahamu. Mungu awabariki sana. Lakini niseme kitu kimoja. Mimi nimekuja hapa kwa niaba ya mkurugenzi wangu ambaye sasa hivi yupo Uganda kwa ajili ya kwenda kufungua ofisi zingine za kuuza pikipiki, mafuta na bajaji. Mimi nikiwa kama meneja masoko ambaye nipo naye ninafanya naye kazi kwa miaka mingi. Niseme tunazungumzia habari ya matangazo ya kuuza biashara kwa sababu tunaamini nyinyi wadogo zetu au watoto wetu mnakuja kukua, kama sio kupata ajira utakuja kuwa mfanyabiashara, lakini utakuwa mfanyabiashara mzuri kwa umesoma vizuri, unajua hesabu, lazima utatembea kwenye nchi mbalimbali. Niwape kitu kimoja kwa mfano. Mimi nimesoma kwa sehemu ndogo sana walimu, lakini katika kusoma kwangu China nimefika. Mimi sijawa mnanielewa ndogo zangu Mimi sijawa mwalimu, lakini nimeenda China. Juzi nimeenda China, mmeona miavuli ile tumeandika hapa Sonic.
Yale ni maguta mapya ambayo kwa mpaka sasa hivi kwa mkoa wa Ruvuma tumeuza maguta karibu 20 mapya ambayo mimi nimeenda kuongea na Wachina, wamekubali kufanya biashara sisi na wao. Lakini wakati nipo na wale Wachina nilikuwa na bosi wake huyu bwana. Sisi kwenye biashara hatuna wivu. Onesimo Motorcycle yeye kazi yake ni kuuza pikipiki na maguta na bajaji. George kazi yake yeye ni kuuza spare tu. Sio ndugu zangu? Wakati tunafanya kile kikao tulikuwa na watu ambao wa aina mbili. Wale wanaozalisha bidhaa za maguta, bajaji na pikipiki. Si ndio ndugu zangu? Lakini wale wanaozalisha pikipiki tulikuwepo sisi. Tulikuwa kwenye ofisi moja, tumelipiwa kule ndani takriban ya wiki 2. Tunakaa tupo China. Kule muda ukifika ukiisha, huwezi kaongeza siku, nitakuwa uondoke. Hata kama saa 8 inatakuwa uondoke usiku, uje ufike Tanzania kwa muda ambao wewe utafika. Haya yote ni matunda ya hawa walimu. Mimi kuna walimu walinifundisha, niliwaelewa, niliwasikiliza. Waliponiambia leo kuna michezo, nilienda. Mwalimu wa hesabu hapa amezungumza vizuri sana. Huwezi kucheza mpira ukafunga goli bila kufanya hesabu. Sawa ndugu zangu? Lakini amewaponda kidogo na walimu wa historia. Huwezi kucheza mpira bila kurudia historia ya mchezaji wa nyuma. Darasani kuna somo la historia, silipo? Tuyazingatie masomo yote kwa sababu haya ndiyo yanaenda kufanya uhalisia wa maisha yenu ya baadaye. Sawa wadogo zangu mkazane kusoma. Ndio maana sisi na mfano mimi ni meneja masoko, si ndio? Ndio. Lakini nina gari hapo, umeiona hiyo Prado? Hiyo ajira nikaenda kwenye biashara, kwani sijafanikiwa? Ile Prado ni zaidi ya milioni 100. Na miliki mimi ya kwangu. Nilisoma, niliacha ajira nikaingia kwenye biashara, kote ni kutafuta riziki. Kwa kazani kusoma ili mfanikiwe muishi maisha mazuri. Sawa ndugu zangu? Bosi wangu wakati asubuhi ananiambia utaenda Kigonsera. Akaniambia utaenda, nikamwambia na gari yangu najua. Wewe ndio ulionifanya mimi nikawa bosi mjini kwa sababu nilisoma, nilielewa na nilikuwa nazingatia masomo. Kwenye michezo mimi napenda, na ndio maana mnapocheza mpira mimi napenda. Huyu dada yangu huyu, simama kidogo. Huyu refali huyu. Hapa niwaambieni kitu kimoja walimu. Huyu mimi ni refali mwenzangu. Mimi ni daraja la sasa hivi nipo daraja la kwanza. Mwakani Mungu akijali nitaenda ligi kuu. Ninaenda naye kwa test, tumefanya mitihani mara kibao. Huyu yupo daraja naye anaelekea daraja la ngapi? Daraja la kwanza. Si ndio? Kwa nikiwa kwenye mitihani ya kwa test, mimi sivai suti. Na mimi na walimu TFF nazunguka uwanja wa Taifa mpaka mwalimu anapotaka nifaulu. Nikifeli na feli. Uongo kweli? Kwa ndugu zangu, kwenye tasnia ya michezo. Michezo cha kwanza ni ajira. Niwaambieni, msipuzie haya ambayo mnaona watu wenye akili zao, wenye elimu zao wamekuja kuwasimamia nyinyi. Niwaombeni muyazingatie. Hiyo ni ajira kwenu kwenye maisha yenu baadaye. Kwenye maisha hujui wapi utatokea. Mimi natamani kwangu uje niungishe pikipiki. Inawezekana riziki yako sio pikipiki. Si ndio ndugu zangu? Natamani uje niungishe bajaji. Inawezekana riziki yako sio bajaji. Natamani uje niungishe guta. Pengine riziki yako sio guta. Riziki yako ipo kwenye michezo. Zingatia kile kitu ambacho naona walimu wana kibuni wanakuleta. Hawajakuleta hapa uje ucheze ukue. Wamekuleta ili uje upate maslahi baadaye kwa ajili ya maisha yako baadaye. Hawa hawatakuwepo kwenye maisha yako. Hata mimi walimu walionifundisha leo wengine siwakumbuki. Lakini na maisha yangu ninaendelea. Nikimwona mwalimu muda mwingine namuona kidogo hali imekuwa ngumu toka alivyonifundisha, namfungia na vioo. Lakini nyinyi msifanye hivi. Sawa ndugu zangu Walimu, mimi sio na maneno mengi. Mimi nikianza kuongea, mimi ni mwanasiasa kidogo. Hapo mnavyoniona nagombea udiwani kwenye kata fulani. Kwa hiyo nikianza kuongea hapa, nitaongea masaa mengi. Sawa jamani? Niwaombe. Mtashangaa kidogo tunazungumzia habari ya pikipiki na vifaa vya pikipiki ambavyo anauza George, anauza Onesimo. Tunajua nyinyi sio wanunuaji, hamna fedha ya kununua. Nyinyi mna wazazi nyumbani. Sawa ndugu zangu? Nyinyi mna wazazi wapi? Nyumbani. Lakini mna marafiki nyumbani.
mna watu nyumbani, mkawaambie pikipiki bora zipo kwa Onesmo. Tunauza kwa bei ndogo, tuna warantia kilomita 1000 ukinunua pikipiki yetu. Ukinunua pikipiki una waranti kilomita 1000. Kama ikisumbua irudishe dukani kwetu. Mbinga pale tuna duka. Stendi pale mnavotoka, mlango wa kutokea pale, pana maduka mawili ya pikipiki. Yote yale ya kwetu. Tuna namba zetu za simu, pigeni simu. Tutawauzia pikipiki. Tuna maguta Pasonic ambayo ni mapya kwa bei ndogo. Tuna bajaji kwa bei ndogo. Lakini ukishindwa sana, baadaye ambayo wewe uzingatii michezo, hutaki kusoma, njoo tutakuajiri kwa kuendesha bodaboda ya mkataba. Lakini mimi sitaki mfike huko. Mkazane kusoma, mfanye michezo, mje kuwa na maisha mazuri kama mimi nilivyo. Sawa ndugu zangu, siwatambishii. Someni, pambaneni. Maisha haya wanayofanyia walimu haya ni kwa muda mchache. Baadaye watawaacha na watakuja wengine, watawachukua wengine. Watakaowaelewa wataenda kwenye maisha bora. Wasipoelewa watakuwa na maisha magumu. Mimi niwaombe mchague kuwa kwenye njia nzuri ambayo baadaye mtakuja kuwa na maisha mazuri. Asanteni sana. Asante sana, makofi mengi kwa wadhamini wetu GMS pamoja na Onesmo. Makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni mkurugenzi wetu wa wilaya ya Mbinga, basi mara baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa wadhamini wetu, lakini pia tu niseme machache kwa wadhamini hawa pia, pamoja na vifaa ambavyo watavigawa. Watagawa jezi seti 20 pamoja na mipira 10. Seti hizi ambazo tutakwenda kutumika kwenye cluster zetu, kwenye mashindano yetu ambayo yanaendelea kule kwenye kila cluster, lakini na mipira hii ambayo pia tutatumia kwenye michezo yetu. Lakini pia hawa wadhamini wakuu wa shule ni mashahidi, tumekuwa tukipata changamoto kubwa sana tunapokuwa kwenye kambi ya wilaya na mkoa kwenye swala zima la uwezeshaji wa chakula. Kwa hiyo hawa wakasema hamna shida, watalibeba. Kwa hiyo wameniahidi kwamba wale watapata chakula kuja kambini Kigonsera pamoja na mashindano ya mkoa watakula chakula safi. Makofi basi mengi. Mara kwa shule kwa anajiuliza safari itakuwaje? Mpaka changamoto sana ya kupeleka vyakula kwa ajili ya watoto wakae kambini wale. Sasa safari GMS pamoja na Onesmo wanasema kwamba watoto watakaa kambini na watakula vizuri. Jamani, raha sio raha? Basi baada ya kusema hayo nikushukuru sana. Sasa naomba nimkaribishe mkurugenzi wetu ambaye ataongea na ninyi. Mkurugenzi wetu yeye huyu ndiye baba yetu mlezi wa sisi wote, kwa maana ya kwa wanafunzi na sisi watumishi wote kwa ujumla. Yeye ndo anatulea. Anahakikisha kwamba tunaishi vizuri, lakini pia tunafanya shughuli zetu kwa katika hali nzuri. Yeye majukumu yake makubwa, atatoa neno, lakini pia atatuzindulia mashindano yetu ya wilaya. Tuko tayari? Tuko tayari kumleta baba? Haya, makofi kidogo. Baba huyo. Baba huyo. Amependeza. Karibu sana mkurugenzi kwa ajili ya kuongea na hadhara hii. Tuko tayari kusikiza maelekezo yako. Karibu sana. Mbinga safi. Michezo safi. Michezo shiriki uchaguzi mwaka huu, ndio? Basi nitajitahidi kuzungumza kifupi kwa kadri itakavyowezekana, kwa sababu muda umekwenda sana, lakini pia tunatakiwa kusafiri kutoka hapa na kufika tukiwa salama. Ndugu afisa michezo wa halmashauri yetu wilaya ya Mbinga, kaimu afisa elimu sekondari, wadhamini wa michezo hii ya UMISETA mwaka 2025, ndugu yangu Christopher Onesmo kutoka kampuni ya Onesmo Motorcycle, lakini pia
ni meneja wa kampuni hii, lakini pia kaka yangu Shodia Mandike ambaye ni meneja wa kampuni ya uuzaji wa mafuta GSM, GMS, lakini pia afisa taaluma wetu Dar Elimu Sekondari, mwenyekiti mlezi wa Cluster Kigonsera na mkuu wa shule sekondari ya Kiamili, lakini pia natambua uwepo wa wakuu wa shule zote 10 wakiongozwa na mkuu wa shule mwenyeji kaka yangu Ngunguru, walimu wa michezo mlioko hapa, lakini walimu waratibu wa michezo. Natambua pia uwepo wa mwamuzi wa michezo ya leo dada yangu Eliza Mpolola samahani. Waandishi wa habari hawa tunao kila sehemu, wanatusaidia sana. Ndugu yangu David kutoka Radio Hekima, lakini pia Kate kutoka Ruvuma. Wanangu wanafunzi na wanamichezo, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli, kwanza kabisa niwashukuru kwa kumpa nafasi mkurugenzi mtendaji ya kuja kuzindua mashindano haya ya UMISETA mwaka huu kwa halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Mimi niliyesimama hapa ninaitwa Andrew Mbunda, ni kaimu mkurugenzi na sio mkurugenzi. Mkurugenzi mwenyewe yupo. Nipo hapa kwa ajili yake. Kwanza kuwashukuru kwa kumpa nafasi hiyo, lakini pia ninapenda niwapongeze wakuu wa shule wote, walimu wa michezo na timu yote ambayo imefanya maandalizi haya makubwa. Kwa kweli nawapongezeni sana sana sana. Lakini pia niwapongeze wanafunzi wenyewe. Nyinyi mmeamua kujitoa kuiwakilisha halmashauri yetu mwaka huu kwenye michezo ya UMISETA. Nyinyi ndio ambao, najua sio wote, lakini wengi wenu tutawakabidhi bendera ya halmashauri yetu kwenda kuiwakilisha mkipambana na halmashauri nyingine. Nimewaangalia toka mwanzo mpaka sasa, sina mashaka. Nimeambiwa tupo wana michezo wa football, wapo netball, handball, volleyball, basketball, riadha, table tennis, lakini pia mpo fani za ndani ikiwa ni pamoja na kuimba na kucheza ngoma nzuri sana ya kienyeji, ngoma ya Lizombe. Sina mashaka na nyie, ni imani yangu mtatuwakilisha vizuri sana. Nizungumze kidogo juu ya wadhamini wetu, na kubwa kwenu ni kuwashukuru. Kuwashukuru kwa namna ambavyo mmeona kuna umuhimu wa kuunga jitihada za serikali za kuendeleza michezo mashuleni. Kama mlivyosema wenyewe, michezo ni afya, lakini michezo ni ajira, lakini pia michezo ni burudani. Wote hapa tumeburudika, tumeona vipaji vya watoto hapa. Kwa kweli kila mmoja amefurahi. Kwenu niseme tu kwamba halmashauri iko pamoja na nyie muda wote, karibuni kwa lolote. Lakini tu niseme sisi halmashauri yetu tuna maeneo ya uwekezaji. Nafahamu halmashauri yetu bado imehamia hapa mwaka 2019. Sasa hivi bado tunategemea kwenda kununua mafuta Mbinga. Gari ikitaka kwenda Rwanda lazima iende kwanza Mbinga, itumie lita 20 kwa ajili ya kuweka mafuta, alafu baadaye liweze kwenda Rwanda. Kwa hiyo mimi hiyo naiona kama ni nafasi kwenu ya kuitumia
kufanya uwekezaji eneo hili la halmashauri. Tuna viwanja vipo vya biashara, vipo vya makazi. Kwa hiyo fursa zipo. Niwakaribishe sana kuwekeza kwenye hili eneo. Lakini pia ninawashukuru kwa sababu kwanza mmetupatia vifaa vya michezo, jezi pa 20, lakini mipira 10 ambayo naamini watoto wetu hawa watacheza na watavaa zile sare, watapendeza. Lakini pia ameonyesha utayari wa kusupport eneo wakati wa kambi. Hilo kwa kweli pia ninawashukuru sana. Sasa ninaomba niwasisitize wakuu wa shule. La kwanza, vifaa hivi ambavyo wenzetu wanaenda kutupa lazima ifahamike ni mali ya serikali. Vikisha kabidhiwa kwenye shule zetu ni mali ya serikali, sio mali za hawa ambao watacheza. Hili nalisema kwa sababu nina uzoefu. Kuna miaka nilikuwa na kaka yangu Ngunguru, wakati tukiwa wakuu wa shule, tukawa tunanunua sana hivi vifaa vya michezo. Pale sekondari ya Gati nakumbuka nilinunua jezi nzuri sana na viatu vya ngozi. Kipindi kile tunaziita 6 meno. Eti mzee Ngunguru. Vya gharama. Lakini vile vifaa vilianza kuondoka kimoja baada ya kingine. Kila wiki unakuta idadi imepungua. Ilikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo nisingependa lile lijirudie kwa vifaa hivi ambavyo wenzetu wamejinyima, wametuletea sisi. Tunatamani vitunzwe, viwe ni mali ya shule, wavitumie waliopo na wavitumie pia watakao kuja. Lakini jingine ni wasisitize wanafunzi ambao tutapata nafasi ya kuchaguliwa kwenda kutuwakilisha. Mkienda kule usidhani wewe ni kiamili au wewe ni Kigonsera catechist. Ukienda kule wewe ni Mbinga DC. Wewe ni halmashauri wilaya ya Mbinga. Kwa hiyo mkatuwakilishe vizuri, mkacheze vizuri, lakini cha muhimu sana ni nidhamu. Mwana michezo yote ule mzuri lazima ana nidhamu pia. Sawa? Wakati ninakuja nilipita hapa kama saa 9 hivi nikapandisha huku juu. Hapa nilikuta mpo wengi, nikapita kwa mwendo mdogo mdogo. Lakini kuna mwanafunzi mmoja hapa amevaa t-shirt ya blue bahari. Akalisogelea gari langu akapiga kofi. Sasa sijajua ile gari ilimkosea nini. Sasa nikawa najiuliza kama huyu ni mwanamichezo yupo hapa, nidhamu yake hii, je, akienda kule Songea si tutamkuta yuko pale la Chazi anapata moja baridi moja moto. Hapa ninasisitiza nidhamu, mkatuwakilishe vizuri kwa sababu sisi halmashauri yetu haina hiyo historia ya kufanya vibaya. Basi baada ya kusema hayo nitamke kwamba michezo ya UMISETA 2025 kwa halmashauri yetu nimeizindua rasmi, na sasa nipo tayari kuendelea na ratiba kwa kadiri mtakavyoona, na hasa hii ya kugawa vifaa vya michezo, ili baada ya hapo kwa kweli nilitamani wanafunzi hao waondoke mapema. Na niwaombe walimu tuambatane na hao watoto mguu kwa mguu, tuhakikishe wote wanafika salama. Sasa hivi muda umeenda giza, lakini